tupe kula na kunywa, na tuinuke tukaitende kazi yako, kwa maana jambo hili linatuhusu. Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Msingi wa neema katika kanisa. Katika kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 11, kama msingi, maandiko yanasema neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Nena maneno hayo, onya na kukaripia kwa mamlaka yote, asikudhalau mtu yeyote. Unasikiliza? Huu ni msingi. Biblia inasema ile neema ya Mungu inayowaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Ile neema kazi yake ni kutufundisha kukataa ubaya, ili tupate kuishi kwa kiasi na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa hata ule ujao, tukilitazamia tumaini lenye mafunuo ya utukufu wake Yesu Kristo. Sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa sehemu nikizungumza kwa habari ya neema, mtu wa hapa ni rahisi sana kunielewa, ambaye umekaa kwa uzuri kwenye darasa la Yesu. Sema amina. Unaweza ukaelewa kwa uzuri kwa habari ya maana ya neema. Maana kuna watu wanaimba neema, kuna watu wanahubiri neema, kuna watu wanafundisha juu ya neema, kuna watu wanaizungumza neema, lakini ukweli ni kwamba hawajui neema. Sema amina. Hawajui neema kabisa. Kwa nini? Kwa sababu neema ni uwezo wa Mungu kumwokoa mtu, ni uwezo wa mtu kumsaidia kujiepusha na ubaya, uwezo wa Mungu kumsaidia mtu kutambua ubaya, kuelewa ubaya na njia za kutoka katika huo ubaya. Neema inatenda kazi pamoja na mafundisho, inatenda kazi pamoja na makatazo, inatenda kazi pamoja na makaripio, pamoja na makemeo, inatenda kazi. Ikiisha yafunua haya ni mabaya, haya ni mema, inamtaka mtu atembee katika mema, na inamkataa, inamkemea mtu, inamuonya mtu, inamkaripia mtu anapoendelea kutembea katika ubaya. Hii ndio maana ya neema ya Mungu. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Ni uwezo wa Mungu kumsaidia mtu kufahamu ubaya, kufahamu mabaya, kufahamu maovu, kufahamu yasiyofaa. Lakini pia ni uwezo wa Mungu kumsaidia kujua jema limpasalo kufanya, limpasalo kuliendea, limpasalo kutenda, limpasalo kuliishi. Uwezo wa kiungu ambao akili za kibinadamu haziwezi kufanya hivyo. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Akili za kibinadamu haziwezi kumsaidia. Elimu haiwezi. Haiwezi. Elimu ingekuwa inamsaidia mtu kumwokoa katika maovu, kumwokoa katika dhambi, basi mnamsaidia wenye madigrii na ma-PhD, ma-masters na ma-professor, si ndio? Ingewasaidia. Lakini wahanga wakubwa wa uovu na walipifu ambao wamedumbukia kwenye mashimo ni watu wenye ma-PhD, wenye ma-professor. No, hao ndio mpaka dakika hii wanaabudu mashetani. Elimu haijawasaidia kujua Mungu wa kweli na Mungu ya dunia hii, au na shetani. Haijawasaidia. Bwana Yesu asifiwe.